Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema kuwa nchi ya Tanzania iko salama, akigusia uimara wa jeshi la polisi Tanzania ambalo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limefanikiwa kuiweka nchi salama tangu ipate uhuru. Ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake ya kwanza ya kutembelea makao makuu ya jeshi la polisi jijini Dodoma baada ya kuteuliwa kuwa kiongozi wa wizara hiyo. Katika ziara hiyo, Waziri Katambi aliambatana na naibu waziri Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud pamoja na mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu Miriam Mbaga. Nchi iko salama. Nchi iko salama kwa sababu ya kazi yenu nzuri, kazi yenu yenye weledi ambayo mmeifanya na mmeendelea kuifanya toka uhuru na mpaka leo tunazungumza, nchi ikiwa salama. Na pasipokuwa na ulinzi hakuna usalama, na pasipokuwa na usalama hakuna amani, na pasipokuwa na amani hata hiyo haki huwezi kuiona, hakuna haki. Na vivyo hivyo, kama hakuna hivyo, hakuna maendeleo. Na maendeleo yanatokana na hali ya utulivu na amani na usalama. Ukiwa na amani na usalama kwenye eneo lolote, watu watafanya majukumu ya kuingiza kipato na kujenga uchumi. Hakutakuwa na shughuli yoyote ya kujenga uchumi au kuweka kipato kama hakuna amani na usalama. Kwa hiyo maendeleo yoyote ya kiuchumi yanatokana na kazi zinazofanywa za ujenzi wa uchumi wa mtu mmoja mmoja au wa taifa. Na kazi hizo zinaweza zikawa ni za kujiajiri, kuajiriwa, na zikawa ni shughuli za kibiashara na majukumu mengine yoyote. Haya yote hayawezi kufanyika kama hakuna amani. Na haya yote hayawezi kufanyika kama hatuna vyombo muhimu na madhubuti vilivyojengwa kwa misingi na mifumo ya kisheria kuweza kusimamia yale ambayo yanapaswa kufanyika na yale ambayo yanapaswa kuwa. Moja ya vyombo vya msingi vilivyojengwa pamoja na jeshi la polisi Tanzania ndio ni moja ya vyombo vinavyosemwa vya ulinzi na usalama katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ndugu zangu, leo tumefika sisi kwa kazi hii kama itifaki na utaratibu wa kufika kwenu na kuzungumza naye. Tumekuja kuwaomba ushirikiano ili tusaidizane tuweze kufikia azma iliyowekwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ndio mkataba wa Tanzania wote, lakini pia kufikia azma iliyowekwa kisera, lakini pia mipango na mikakati ya sheria na kisera ya kwenda kutekeleza majukumu kama taifa. Nimekuja kwenu pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri kuhakikisha sasa tunalisimamia taifa letu linaelekea kuwa taifa ambalo pamoja na kwamba mpaka sasa tunayo haki, uhuru upo na taifa letu linajielekeza kwenye maendeleo, lakini bado si haba, tunahitajika, bado tunatakiwa tuendelee kusimamia sheria, taratibu na kanuni na miongozo ili kila Mtanzania aweze kutumia na kuenjoy haki zilizopo na zilizoainishwa kwa mujibu wa sheria, na kila mmoja awe na uhuru